Familia ya mvulana wa miaka 23 aliyeripotiwa kutoweka mtaani Kasarani hapa Nairobi na kisha mwili wake kupatikana katika hifadhi ya maiti ya City inalilia haki. Familia ya Sean Mwangi inasema mvulana huyo alitoweka tarehe 7 Disemba na juhudi za kutafuta usaidizi kituoni Kasarani hazikufua dafu hata baada ya mwili wake kupatikana kwenye mto eneo la Kasarani ukiwa na majeraha. Franklin Wala anatuarifu zaidi. Ama kweli uchungu wa mwana aujuaye mzazi. Mamake Sean Mwangi anaumwa akikumbuka juhudi alizokuwa nazo kumlea mwanawe wa kipekee hadi chuo kikuu, lakini mvulana huyo akauawa mwaka mmoja tu baada ya kufuzu na shahada. Familia ya Sean Mwangi inasema mvulana huyo alitoweka tarehe 7 Disemba akiwa mtaani Kasarani. Wanasema walipiga ripoti kituoni Kasarani bila usaidizi. Tarehe 27 Disemba familia iliupata mwili wa Sean katika hifadhi ya City na hiyo ikafungua ukurasa mpya kwa mzazi wake. Kwa amelalishwa pale kwa building, sasa kwa hizo nini za City mortuary. So nazijua vile ziko. Nilimwona kiwa tu pale na nikaambia tu ni mtoto wangu. His face was swollen. Damu inatoka kwa masikio, kwa meno, kwa mdomo kwa masikio. It was a horrible scene. Mamaka anadai mwili huo ulipopatikana ulikuwa umeanza kuoza na ulikuwa na ishara za kudungwa kisu kwenye kichwa kando na majeraha ya kuvunjwa mgongo pamoja na kupigwa kwa kifaa butu kichwani. Walielezwa mwili uliletwa hapa kutoka mto fulani huko Kasarani kama mwili wa mtu asiyejulikana. Kitu yenye niliona kona injury hapa kwa mkono, kwa right arm, right hapa na kichwa hapa na hapa. Hapa alikuwa na cut na hapa alikuwa na cut. Sasa vile damu ilikuwa imeteremka hivi, nilikuwa na imagine alikuwa amekata huko. Kinachoshangaza ni kuwa nguo alizopatikana nazo Sean kwenye hifadhi hiyo hazikuwa nguo alizokuwa nazo siku aliyotoweka. Familia wanauliza kuna uwezekano watu walimuua kijana huyo, kubadilisha nguo alizokuwa nazo na kisha kuutupa mwili kwenye mtoni huko Kasarani. Kitu yenye tunabaki tukijiuliza, like the t-shirt tulimpata nayo mochari. Kazini yake anasema hiyo si t-shirt yake. So we are wondering, like was he lured in kwa nyumba akapigiwa huko, wakaona like t-shirt alikuwa nayo initially imesoak in blood, wakamtoa akampea ingine. Unajua tuko na so many questions zenye tujui nani hata anaweza akajibu. Hata funny enough, najua nimeongea tu na OCS leo asubuhi, akaniambia hawana any information. Uchunguzi wa maiti ulithibitisha kifo cha Sean kilisababishwa kwa kupigwa na kuumizwa. Franklin Wala, runinga ya Citizen.